Jana tumekuwa tukiangalia ni kwa nini unabii wa Biblia ulitolewa katika hali ya mafumbo, picha, na tukagundua ya kwamba Mungu alikusudia kufanya hivyo kama njia ya mawasiliano ya unabii wake ufike kwa watu wake. Lakini pia tuligundua ya kwamba Mungu alichagua hivi ili kuweza kulinda ujumbe wake, lakini pia kuwalinda wale wanaobeba ujumbe wake dhidi ya mateso ya kisiasa, dhidi ya mwovu shetani katika nyakati hivyo. Lakini pia alihakikisha ujumbe wake unavuka wakati huo, lakini unaenda hata vizazi na vizazi, karne na karne, ukiendelea kuwa na ujumbe mzito kwa watu wake. Lakini pia alitumia njia hii ya mafumbo na picha na alama mbalimbali ili kuwavuta wafuasi wake, kuleta akili na mawazo na hisia zao katika kusoma kwa kina, katika kuchambua neno la Mungu ili kuweza kupata kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa hiyo alivuta usikivu wa wasikilizaji na wasomaji wake katika nyakati hizo, na sasa kuwa na utafiti zaidi katika maandiko yake. Leo tutasonga mbele zaidi na kuangalia mambo mengine kadhaa. Katika unabii viko vitu sasa, moja ya vielelezo na picha ambavyo vimekuwa vikitumika, tutaviangalia kwa ufupi na kuona jinsi gani ambavyo vipo na tafsiri zake. Vipo vielelezo vya unabii katika Mungu alivyotumia kuwasilisha ujumbe wake. Ukisoma vitabu vya Danieli, Ufunuo, Ayubu, Isaya, anaonyesha jinsi gani ambavyo vimetumika vitu hivyo. Kielelezo namba moja, imetumika wanyama na viungo vya wanyama katika Mungu kufafanua au kuwasilisha ujumbe wake au kutoa onyo. Ametumia wanyama au viungo vya wanyama. Wakati mwingine alitumia farasi, wakati mwingine alitumia nyoka, wakati mwingine alitumia pembe, wakati mwingine alitumia kichwa kuwasilisha ujumbe huo. Kwa mfano, farasi alitumika kama nguvu katika vita. Mnyama farasi alitumika katika unabii akitafsiriwa kama ni nguvu katika vita. Mnyama huyu ana sifa ya kukimbia sana na mwendo mrefu sana. Kwa hiyo ilitumika kama nguvu katika vita. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 39 mstari wa 19, Mithali anaeleza jinsi gani ambavyo mafungo mnyama huyu alivyotumika katika kuwasilisha ujumbe na mwendo na nguvu, hasa katika vita. Alitumika farasi, lakini pia alitumika joka. Joka alitafsiriwa na wakati ambapo unaona joka anatumika, iliwakilisha ni shetani au mawakala wa shetani. Mahali pote katika Biblia ambapo kiumbe hichi kimetumika, mnyama huyu alitumika, nyoka aliwakilisha utawala wa shetani. Utaona hilo hata kitabu cha Ayubu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, jinsi ambavyo shetani anakuja kwa mwanadamu kwa umbo la nyoka, na njia hiyo ilitumika kumdanganya mwanadamu na kumuingiza katika engo ambayo siyo sahihi. Shetani au mawakala wake katika Biblia. Kwa hiyo unaposoma Biblia ukiona sehemu ambako ametajwa nyoka na kazi zake, unaelewa hapa katika fumbo hili anayewakilishwa hapa ni shetani. Katika majukumu yake na kazi yake zote hizo aliwakilisha, au mawakala wake walitumika kwa njia hiyo. Mnyama mwingine aliyetumika, kitu kingine kilichotumika, mnyama iliwakilisha ufalme au serikali. Popote ambapo utasikia mnyama wa aina hii, aidha simba au kitu fulani, kiliwakilisha ufalme au serikali. Ukisoma katika Danieli sura ile ya 7 mstari wa 17 hadi 23, inaonyesha jinsi gani ambavyo mnyama alitumika kama ufalme, utawala fulani
au serikali, lakini pia ni nguvu ya kisiasa, iliwakilisha nguvu ya kisiasa katika utawala huo. Kwa hiyo ilitumika kama fumbo hilo au kama picha hiyo kuwakilisha sura ya utawala au serikali au nguvu ya kisiasa katika utawala huo. Lakini kuna kitu kingine ambacho kilikuweko hapo. Wakati mwingine utasoma utakutana na mwana kondoo. Picha hii au mnyama huyu aliwakilisha Yesu Kristo na kafara yake. Yesu Kristo na kafara yake. Hata tangia mwanzo mwanadamu alipotenda dhambi, tunaona ya kwamba Mungu anapokuja kuleta habari ya ukombozi kwake, anachinja kondoo na kumvisha Adamu na Hawa mavazi au ngozi ile, ikiwashiria kile ambacho kingefanyika wakati wa Yesu Kristo kuja. Mwana kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa wanyama hawa unapoona anapotolewa kafara, anapochinjwa, inaashiria ukombozi, inamwakilisha Yesu Kristo anapokomboa taifa lake, anapokomboa watoto wake, anapokomboa wanadamu katika sayari hii ya dunia. Ukisoma katika Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 29 na Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na fungu lile la 7, inaonyesha jinsi gani ambavyo mnyama huyu alimuwakilisha Yesu Kristo na kafara yake pale msalabani. Kitu kingine tunachokiona pale ni vielelezo vya rangi katika unabii. Vielelezo vya rangi katika unabii. Kuna rangi mbalimbali ambazo zimetumika katika unabii zikileta picha ya mambo fulani ambayo yamekuwepo hapo. Rangi ya kwanza ni nyeupe. Rangi ya kwanza ambayo inatumika hapo ni nyeupe. Weupe na rangi nyeupe iliashiria usafi, utakaso, watu waliotakaswa, waliokombolewa na kuwekwa huru dhidi ya machafuko, dhidi ya dhambi, dhidi ya shida zozote ambazo zingeleta dosari katika maisha yao na hali yao ya kiroho. Kwa hiyo sehemu yote ambapo utakuta ya kwamba rangi nyeupe imetumika ikielezea kitu fulani, atawavisha mavazi meupe, tukaona wingu jeupe, iliashiria usafi wa taifa au kundi au jamii ya watu hao. Hayo yote utayapata katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 3 na wa 4, lakini pia Ufunuo sura ya 7 mstari wa 13, ikielezea juu ya rangi nyeupe na jinsi ambavyo ilitafsiriwa au ilichokuwa inamaanisha. Rangi nyingine ni blue. Blue iliashiria au iliwakilisha, ikimaanisha sheria, amri, kanuni. Rangi ya blue mahali popote katika unabii ukisoma ukikuta rangi ya blue iliweka msingi au ilileta picha ya kueleza sheria ya Mungu, amri au kanuni katika maisha ya hao waliokuwa wakielezewa na hata sasa. Hayo yote unayapata katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 15. Hesabu sura ya 15 na mstari ule wa 38. Anaonyesha jinsi gani ambavyo rangi hii imetumika ikiashiria kile ambacho tumekiona hapo, sheria ya Mungu, sheria, kanuni, maadili. Hayo yote yameelezewa kupitia rangi ya blue. Rangi nyingine ni zambarau. Zambarau nayo ilitumika na kuonyesha ufalme. Rangi ya zambarau ikapita ikawa hivi na hivi, iliashiria ufalme, na hiyo ndio ilikuwa maana yake. Kusoma katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 8 na mstari ule wa 26, ni mafungu ambayo yanakuelekeza na kuonyesha jinsi gani ambavyo rangi hii imetumika. Rangi nyingine iliyotumika ni nyekundu. Rangi ya nyekundu imetumika ikiashiria dhambi, uchafu, ufisadi. Hali zote hizo ambazo zinaenda kinyume na kanuni na matakwa ya Mungu ziliwakilishwa na rangi nyekundu. Maana ilikuwa inaonyesha jinsi gani ambavyo dhambi imeingia na kuleta maafa na kumwaga damu. Kwa hiyo rangi nyekundu iliashiria uchafu, dhambi iliyokisiri,
na ufisadi katika aidha ni tawala za kifalme au katika jamii. Haya mafungu yanayoambatana na kutuonyesha hilo, mafungu ya Isaya sura ya kwanza, akielezea hata kama dhambi zenu ziwe nyekundu kama nini, zitasafishwa na kuwa nyeupe kama nini. Na humu anatuthibitishia hilo Ufunuo sura ya 17 na mstari ule wa kwanza hadi wa 14, anaelezea habari ya rangi nyekundu, ikionyesha hali ya uchafu, doa, ukengeufu, habari ya ufisadi katika tawala mbalimbali. Kielelezo kingine ni wakati, muda ambao umekuwa ukielezewa katika unabii. Kuna kitu kinaitwa wakati. Ukisoma katika Danieli sura ya 4, sura ya 7, anasema wakati, siku, nusu wakati. Anapozungumza wakati, alimaanisha siku 360. Kusikia wakati moja, wakati mbili, ilimaanisha siku 360. Wakati ni siku 360. Akiweka wakati mbili, wakati tatu, wakati nne, unazidisha 360 mara wakati aliyokuwekea hapo. Hii ilitumika kama kuwakilisha, lakini siku ilitumika kama mwaka mmoja. Utasikia siku 74, siku 70 na kitu iliwakilisha mwaka mmoja. Siku iliwakilisha mwaka mmoja. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 4, anaeleza mafungu haya kuonyesha jinsi gani ambavyo wakati ulitumika. Lakini zambarau kuna wakati iliwakilisha ufalme, lakini wakati mwingine ulitumika hapa ukielezea jinsi ambavyo falme zilitawala. Zambarau iliwakilisha ya kifalme. Waamuzi sura ya 8 fungu la 20, anaeleza habari ya jinsi ambavyo zambarau inawakilisha. Tumeona hapo juu habari ya rangi ya zambarau. Anapozungumza nyakati ni miaka, nusu wakati, nyakati na wakati. Sasa nyakati ilimaanisha miaka mingi, nyakati mbili, miaka hiyo. Kusoma katika Danieli sura ile ya 20 na sura ile ya 7 na fungu la 25, nasema ataazimu kubadili majira na nini na nyakati. Ataazimu kubadili majira na nini na nyakati, iliwakilisha miaka. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na sura ya fungu ile la 6 na la 14, anaonyesha jinsi gani ambavyo majira haya yalitumika katika unabii. Vielelezo vingine ni kuna vielelezo mbalimbali ambavyo pia navyo vimetumika katika kuelezea unabii, na mojawapo ni habari ya mwanamke safi. Kusoma katika kitabu cha Ufunuo utakutana na habari za mwanamke safi, mwanamke kahaba, utakutana na mambo kama hayo. Lakini mwanamke safi iliashiria kanisa safi, kanisa ambalo limedumu kusimama katika misingi ya neno la Mungu, ambalo limedumu kusimama katika ukweli ulio imara, linaitwa mwanamke safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kielelezo hichi kilitumika ili kulinda ujumbe wa Mungu na kuwasilisha ujumbe huo kwa watu wa mwanamke. Kusoma katika Yeremia sura ya 25 mstari wa 31 na kuendelea, anaeleza jinsi gani ambavyo mwanamke safi anawakilisha kanisa la Mungu lililosimama katika misingi yake tangia mwanzo mpaka nyakati. Japo kanisa limepita katika nyakati mbalimbali ambazo zimekuwa na ukengeufu na kuingiliwa na mafundisho na machafuko, lakini lenyewe liliendelea kudumu na kusimama katika misingi imara ya neno la nani? Liliwakilishwa na mwanamke safi. Mwanamke safi tumekwisha kuona hapa, lakini jambo lingine tunaona ni upepo. Upepo ulitumika kuashiria misukosuko katika dunia. Misukosuko katika dunia, misukosuko ya kisiasa,
misukosuko ya kila namna katika hali yetu ya hapa duniani. Tunaona ya kwamba iliwakilishwa katika Biblia na upepo. Pepo ukavuma kutoka huku ukaenda huku, iliwakilisha misukosuko, dhoruba hizo, vita hivyo vinavyotokea, machafuko haya yanatokea, magonjwa hayo yote yanapokumba dunia. Biblia ilitumia picha hii ya upepo kuashiria misukosuko na adha ambazo zinaikumba dunia. Lakini mafungu ambayo yanaambatana na jambo hili yakifunua na kueleza hili ni Yeremia sura ya 25. Yako mengi, haya ni baadhi tu ya mafungu ambayo yako hapa. Yeremia sura ya 25 mstari wa 31, lakini pia Yeremia 49 mstari wa 36 na 37, Yeremia sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 13, lakini pia Zakaria sura ya 7 na 14, sura ya 7 fungu la 14 anaeleza juu ya jinsi ambavyo upepo umetumika kuelezea picha hiyo ya misukosuko na ghasia na machafuko ambayo yanakuwa yakiendelea duniani. Jambo lingine ambalo limetumika kama picha ni tarumbeta. Akasimama malaika ameshika tarumbeta akieleza habari hizi, akaruka huku na huko. Tarumbeta imetumika kama maonyo. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utaona sura ile ya 17, Ufunuo sura ile ya 7 na kuendelea, anakuonyesha jinsi gani ambavyo malaika wanasimama wakiwa wameshika tarumbeta, wakionya, wakitangaza hatari, wakitoa tahadhari juu ya mambo ambayo yatatokea. Kwa hiyo popote ambapo unakuta tarumbeta imetumika, ni sauti na ujumbe wa Mungu unaokuja ukiwa na onyo juu ya jambo fulani, lakini pia na kutoa tahadhari juu ya kitu fulani, ambapo inawaita wasikilizaji na wakazi wa dunia ya kuweka masikio yao na kuwaona ni kitu gani ambacho kinaujia ulimwenguni. Tarumbeta imetumika kama sauti ya onyo. Mwisho wa dunia, Yesu anakuja. Cheni Mungu na kumtukuza, maana saa yake ya hukumu imekuja. Hayo yote ni maonyo. Anaita watu na kuandaa watu kwa habari ya tukio kubwa la ujio wa Yesu Kristo. Kitu kingine kilichotumika ni pembe. Pembe imetumika ikionyesha mfalme au utawala. Ukisoma katika Danieli sura ile ya 7, utaona hayo yote. Mavuno ni mwisho wa dunia, kuja kwa Yesu mara ya pili. Hizo picha zimetumika zikionyesha jinsi gani ambavyo unabii unakuwa katika lugha yake ya mafumbo. Ukiona mavuno yamekawia nini, ni ashiria kwamba kuna kitu kinatokea. Ni ujio wa Yesu Kristo mara ya ngapi? Takuja kwa ajili ya mavuno. Shamba liko tayari, wavunaji hawapo. Anakuja Bwana wa Adamu kwa ajili ya kukusanya mavuno. Kuja Yesu Kristo kwa ajili ya kukusanya yao, ya kuchukua watakatifu wake. Mavuno yaliwakilisha habari ya ujio wa Yesu mara ya pili. Taipata katika Mathayo sura ile ya 13 na mstari wa 39. Nchi ni mahali pasipokaliwa na watu. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 13 na mstari ule wa 11, nchi ilimaanisha sehemu au mahali pasipokaliwa na watu. Kitu kingine kilichotumika ni bahari, ikiwakilisha makutano au mkusanyiko wa watu. Makutano au sehemu au mkusanyiko wa watu, ikionyesha picha ya jinsi ambavyo watu watakuwa wamekusanya au wamekusanyika, au kabila liko sehemu fulani, watu wako hapo kwa wingi. Ilitumika picha ya bahari kuonyesha hayo yote. Falme za unabii, hii utaikuta sasa katika kitabu cha Danieli sura ile ya 2. Sanamu ile inapotumika ina vitu mbalimbali ambapo vimetumika hapo. Tuna kichwa cha dhahabu. Kichwa cha dhahabu katika Biblia tuliona pale, tutaona kwamba kiliwakilisha ufalme au utawala wa Babeli. Falme na utawala wa Babeli unawakilishwa na kichwa cha dhahabu. Sanamu hiyo ya mtu simama ambayo ina kichwa cha dhahabu iko hapo imesimama, iliwakilishwa na kuonyesha ni ufalme wa Babeli ambao uko hapo, ambao
huu ulitawala kuanzia mwaka wa 605 hadi 539 kabla ya Kristo. Nimesemaje? Utawala wa Babeli umetawala 605 hadi 530 ngapi? Hadi 539. Zamani miaka ilikuwa inaanzia juu inashuka chini. Kuanzia kutoka juu inashuka chini. Na baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kuja kwake kwa mara ya kwanza duniani, miaka ikatoka moja kwenda juu. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo sio kashangaa nikikwambia ameanza 600 akaenda 500. Miaka kabla ya Kristo ilikuwa inaanzia juu kushuka chini. Kwa hiyo ufalme wa Babeli uliwakilishwa na kichwa cha dhahabu, lakini pia kifua cha fedha kiliwakilisha ufalme wa Wamedi na Wajemi ambao nao ulichukua kuanzia mwaka wa 539 mpaka 331 kabla ya Kristo. Tumbo na viuno na kiuno cha shaba kiliwakilisha ufalme wa Uyunani ambao ulichukua ulitawala kuanzia mwaka wa 331 mpaka mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Hizi ni falme ambazo zimetawala katika kipindi hichi hapa duniani. Lakini pia tuna miguu ya chuma. Ukisoma kwenye Biblia utakutana na miguu ya chuma. Hii iliwakilisha utawala au dola ya Rumi ambayo ilitawala dunia kwa kipindi fulani, na ilichukua kuanzia mwaka wa 168 kabla ya Kristo hadi karne ya 5 baada ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika utawala huu ndipo Yesu alipozaliwa. Ni katika utawala huu ndipo Yesu alikuwa hapa duniani akifanya kazi yake, na habari yote ya maisha yake na ukombozi wako ni katika utawala huu wa Rumi, ambapo kwenye unabii uliwakilishwa au ulitumika kama miguu ya chuma. Ukisoma katika kile kitabu cha Daniel sura ile ya 2 utaona katika ile sanamu. Hapa ndipo Yesu alipozaliwa na utume wake wote hapo. Kwa hiyo ulitawala kuanzia mwaka huo wa 168 mpaka karne ya 5 ya baada ya Kristo. Lakini pia katika Biblia unakutana na kitu kinaitwa vidole ambavyo vimechangana kama udongo na chuma vimechangana hapo, vidole 10 katika sanamu ile. Utakuta ni iliwakilisha Ulaya iliyogawanyika, na hii ilitawala kuanzia karne ya 5 hadi kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka sasa tuko kwenye utawala huu wa vidole vilivyochanganyika udongo na nini na chuma. Utawala huu sasa, hizi ni picha au ni vitu ambavyo utakutana navyo kwenye Biblia. Unapokutana navyo hivi sasa, usipate wasiwasi, usipate changamoto ya kuelewa kwamba hichi ni nini, hii ilimaanisha nini, hii ilikuwa wapi, hii ilikuwa nini. Tambua ya kwamba kila kimoja kina tafsiri yake na kina ujumbe wake ambacho Mungu alikusudia tupate katika hiyo. Daniel sura ya 2 tunaanza kukutana na jinsi ambavyo unabii unazungumzwa, na tunakutana na kisa cha watakatifu wa Mungu ambao walichukuliwa mateka kutoka katika nchi yao na kupelekwa sasa katika hii falme ya Babeli. Tunakutana na Danieli na marafiki zake. Ukisoma Danieli sura ya 2 kuna unabii mzito ambao uko hapo na ambao sasa unatupeleka mpaka hapa tulipo sasa hivi. Ukisoma Danieli sura ya 2 ni katika mwaka wa 2 wa kutawala kwa mfalme Nebukadneza. Mfalme huyu anaota, anakutana na ndoto, anakutana na sanamu kubwa ambayo tumekwisha kuichambua hapa kwa ufupi
picha ya mtu mwenye kichwa cha dhahabu, picha ya mtu ambaye kifua chake ni cha fedha, tumbo lake na viuno vyake ni shaba, iko hapo. Lakini pia unakutana na miguu yake ambayo ni chuma, unakutana na vidole vyake ambavyo viko hapo vimechanganyika chuma na udongo. Sasa mfalme alipoota ndoto hii, Biblia inasema akafadhaika sana, maana alishindwa kuelewa ni kitu gani kiko katika ndoto hii. Wengi tumesoma kisa hichi na tumegundua na kukutana na hii habari. Ndipo wale waliokuwepo pale, maana kipindi hicho na upagani ulikuwa umeendelea sana Babeli, na Babeli ilivyokuwa ikiwepo hapo na ufalme huu na Babeli ilikuwa inawakilisha machafuko na goruba na mkanganyiko. Kwa hiyo wafalme wote walikuwa na watu wao ambao wanawaamini ya kwamba tunapokutana na jambo ambalo ni gumu na changamoto, tunawaendea wao, wanatupatia habari na tafsiri na kutupatia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaondokana na jambo hili. Mfalme Nebukadneza anakutana na ndoto hii, inamtatanisha na kumpatia wasiwasi na kumpatia mfadhaiko na kumkosesha amani katika maisha yake. Usingizi haukukaa vizuri. Ndipo anawaita wale wa Medi na Wajemi, wale wasihiri, ili waje kumsaidia kupata tafsiri ya ndoto yake na maana yake, ili anapokuwa katika ufalme wake asijisikie kufadhaika. Kusoma Biblia sura ya 2, wote waliitwa ili kutoa maana hiyo, lakini walishindwa. Na ni katika kipindi hichi Danieli na timu yake wako mateka Babeli. Waibrania hawa waliokuwa wacha Mungu wakahangaika na kuhangaika wasiweze kutoa tafsiri ya kile kilichopo katika ndoto ile. Mfalme akatoa tangazo na tahadhari kubwa ya kwamba wakishindwa wanauawa, wote wanauawa. Ndipo wanakutana na Danieli, anamweleza habari hii. Danieli anamwambia, mbona hii habari ya mfalme imekuwa ni ngumu kiasi hichi? Anarudi na marafiki zake, wanaingia katika maombi na kumsihi Mungu awasaidie, awafunulie picha ya kile ambacho kingetakiwa kielezee kwa mfalme. Na Mungu akawajibu na akawapatia ile. Wanapofika wanampatia mfalme tafsiri ya ndoto ile. Kama tulivyojifunza siku zilizopita, Mungu alitumia alitumia lugha ya picha na mifano na mafumbo haya ili kuvuta usikivu, akili za watoto wake na wanadamu, ili kuzama zaidi katika neno la nani na kuchimba zaidi. Na katika siri hiyo ndipo Danieli na wenzake wakarudi kwa kina kumtafuta Mungu ili awafunulie kile ambacho amekusudia katika ndoto ile. Halo. Na Mungu akawa mwaminifu kwao. Kwa hiyo Danieli na wenzake wakachukua fursa ya kitu ambacho kimeshindikana kwa wengine, wao kuwasiliana na Mungu na kutaka kujua zaidi kuhusu habari ya ndoto hii. Na Mungu akatimiza kama ilivyokuwa makusudi yake kwao. Ndipo wanafika mbele za mfalme na kueleza kwa kina na kumpatia mfalme hitaji ya kile ambacho alikihitaji, na wakawa wamekamilisha kazi yao. Wakati tunafikia mwisho wa kipindi chetu asubuhi ya leo, ninakutia moyo uwe na muda mzuri wa dhati kumtafuta Mungu katika hali ngumu na katika dhoruba. Kumbuka hawa bwana wako mateka, wako utumwani. Hamna ndugu yoyote wa karibu ambaye angeweza kuwasaidia na kuwaokoa katika dhahama hiyo, maana nao wangeshindwa kutoa tafsiri ya kile ambacho mfalme alikihitaji. Nao pia walikuwa kwenye kundi la kuangamia.
ila kwa kukaa karibu na Mungu wao akawawezesha katika nyakati hizi ambazo tuko katika ulimwengu ambao umejaa dhoruba, umejaa misukosuko, umejaa changamoto, umejaa kukata tamaa, umejaa kutishika, kukwama katika hali za maisha. Ndiyo wakati wetu sasa kama Wakristo, kama wasafiri wa kwenda mbinguni, wa kuweka muda wetu, nguvu zetu katika kumtafuta nani? Mungu. Anasema waliingia katika maombi ya kina na kuomba na kumtafuta Mungu na kumuuliza habari ya mambo ambayo wengine wameshindwa kuyafahamu. Ni wito wetu leo hii katika nyakati hizi, wakati dunia ambapo imechanganyikiwa, haielewi ifanye nini, mimi na wewe kurudi kwa Mungu wetu kumuuliza habari za wokovu wetu. Mimi na wewe ndio wakati wa kutengeneza mambo yetu na Mungu. Na hii haishii tu katika kusoma na kuja kanisani kuimba na kuja kanisani kukaa na kujadiliana hapa. Ni kukaa na kutafuta mahusiano yetu na wale walioko nje, kumtafuta Mungu wa mbinguni. Maana hii sasa ilikuwa ni wokovu, si kwao tu, lakini hata kwa hao wengine. Ilikuwa ni wokovu hata kwa taifa lote. Wakazama kumtafuta Mungu wa mbinguni. Danieli alijibu, alikaa kwa sala na maombi siku za kutosha pamoja na marafiki zake wakimtafuta Mungu. Tendo la kwanza lilikuwa ni kumgeukia Mungu na kutaka kujua habari hizo kwa Mungu wao. Ukikutana na changamoto usikimbilie kwa waganga wa kienyeji. Ukikutana na changamoto usikimbilie kwa wanadamu, kimbia kwa Mungu wako wa mbinguni. Danieli alikuwa ni mtu wa faida hata kwa mfalme, hakuwa ni mtu wa hasara. Mungu akusaidie, anisaidie katika nyakati hizi tuwe watu wa kumtafuta Mungu. Tunaona katika kisa hichi katika ndoto hii jinsi ambavyo Mungu anajifunua mwenyewe na mapenzi yake na kazi yake. Na ni mfalme Nebukadneza alipata bahati nzuri ya kuona mpaka na jinsi ambavyo Yesu mwenyewe atashuka na kuweka ufalme wake hapa duniani. Wakati mwingine na sisi tunapata fursa za kushiriki jinsi gani ambavyo tunaweza tukajenga ufalme wa Mungu wapi? Hapa duniani. Na Mungu anatutumia katika nyanja hizo na katika sekta hizo ili tumwakilishe na tumweke kama msingi imara katika maisha yetu. Cha ajabu ni kwamba tunajitengenezea ufalme wetu hapa badala ya kujenga ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu unapaswa kujengwa katika familia yako, katika maisha yako, katika jamii inayokuzunguka, katika kanisa lako. Unasimikwa. Yaani usikubali awe mwingine anatawala hapo. Awe ni Mungu wa mbinguni. Mungu akusaidie, akuongoze katika nyakati hizi, maana tunakaribia mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu na Yesu anakuja upesi kutuchukua katika makao ya mbinguni. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Wakati ninamaliza, wale wazee wa Kipare na walala wa Kipare, msiishie tu kusikiliza kuimbiwa. Nataka niwape ofa ya kuimba wimbo wa Kipare. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mje hapa wakati Pastor Kioko anajiandaa, tuimbe wimbo wa Kipare, maana makambi nayo ni furaha kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nienda kutonga he baba. Bwana Yesu asifiwe. Mzee njoni hapa. Sijui namba ngapi. Nienda kutoka na wanda Erila isangale isha Mira aone na lukanga Nesidima kutonga mwenye Nijenja Nitonge he baba, nienda nitonge he baba, ndugu Elila.
isangale kisha haliwe lidirude shala unetize Yesu ekiza mushazi ya Jose jakwe shetani nihowe edima kumzana nijenja nitonge Baba nienda nitonge Baba Mungu elila isangale isha shetani kunishikireni shetani kunishikireni sina kingine nenda amumiwe kwakwe Yesu nijenda nitonge Baba nijenda nitonge Baba Mungu elila isangale kisha nienda kufika Baba anuheni sira keula uzima wa paradiso unawa Yerusalemu nijenja nitonge Baba nienda nitonge Baba Mungu elila isangale kisha nijenja nitonge Baba nienda nitonge Baba Mungu elila isangale kisha. Bwana asifiwe. Amina. Pastor Wazwele, tunaomba uje tupatie ombi ukituweka wakfu, maana tuenda tutonge Baba uko wanga heo la mzimsha. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo kwa wale wenzangu wa pwani, wimbo una ni ombi la kutaka kwenda kwa Baba. Haleluya. Kwenye ule mji mtakatifu. Na unasema shetani niache, maana mimi sio wa kwako tena, mimi ni wa Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Beti la pili nasema hadi wewe unashala, labda wewe utabaki. Kama hautajiweka vizuri utafanya nini? Sasa jiweke vizuri ili usije ukabaki. Sasa karibu. Mungu wetu na Baba yetu uliye juu mbinguni, asante sana kwa wema wako na ukuu wako. Tumejifunza unabii ili ya kwamba tujiandae kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Unabii unaonyesha kabisa ya kwamba matukio yanayoonekana sasa, jinsi dunia ilivyo na jinsi tunavyoona dhiki zinaongezeka, matatizo yanaongezeka, vurugu kila mahali, watu wanavyovunjika mioyo na kukata tamaa, magonjwa yanavyoongezeka, majanga yanavyoongezeka, sisi tunapata matumaini kwamba tuinue vichwa vyetu juu. Wewe unatuelekeza ya kwamba tujiandae, maana hivi karibuni tutamwona Yesu Kristo akija. Naomba katika mkutano huu
kiwe ni kipindi cha pekee cha mkutano huu, kurudi tena na kusoma unabii, kurudi tena na kuangalia ramani ya yale matukio na zile dalili zinazoonyesha kwamba tumefika mwisho wakati. Naomba katika mkutano huu Bwana ukatujalie kutambua majira na nyakati, ukatujalie kujua yatupasayo kutenda katika zama hizi, ili ya kwamba tusije tukaachwa. Neema yako nawe pamoja nasi katika siku ya leo, katika jina la Yesu tumeomba, amen.